Na mtazamaji wa TBC2, hapa nilipo ni uwanja wa Kivita Boxing Club kutoka Mburahati jijini Dar es Salaam. Mimi ni Adam Classic. Nimekuja hapa kuweza kuzungumza na mwalimu pamoja na bondia kuweza kufahamu nini ambacho kinaendelea hapa katika uwanja huu wa Kivita. Unaambiwa uwanja huu hatoki mtu. Kocha, mambo vipi? Bwana safi, mambo unasemaje? Mungu ni mwema kila wakati. Pole na majukumu, pole na mazoezi pia. Bwana asante, naongera kwa sababu hii ndo kazi ambayo nimechagua. Unajua ukishachagua kazi inabidi uitumikie vile inavyopaswa ili wananchi waone, ili dunia itazame nini unafanya. Kwa hiyo nashukuru sana, nipo karibuni uwanja wa Kivita. Wanakufahamu kwa jina gani kocha? Kwa majina yangu naitwa Kwame Hamisi Matwani. Ni kocha wa boxing Tanzania. Sio midomoni kwa watu, machoni kwa watu au kwenye akili za watu, sio mgeni. Nipo naendelea kupambania nchi miaka mingi sana. Kuwanoa machampion, wanaoanza wenyewe professional halisi. Kwa hiyo nipo, kwa majina wananiita wenyewe Kwame Hamisi Matwani. Kocha Kwame, kwa nini mliupa uwanja huu uwanja wa Kivita Boxing Club hapa ambapo tunafanya mazoezi? Sababu ya hivyo ni kulingana na slogan yetu ya uwanja wa Kivita, kwa sababu na vitu ambavyo tunavifanya ndani. Unajua boxing haihitaji masiala, sisi tunafanya kama kazi. Na ndio maana tumeipa sifa kubwa hilo jina, kwa sababu vitu vinavyotoka ni vikubwa. Kwa hiyo lazima tutangaze. Kwa nini uwanja wa Kivita? Inatangaza Tanzania na nje ya Tanzania. Wanaojua uwanja wa Kivita wanajua kwa ukiingia uwanja wa Kivita kutoka labda ufanye hujuma kubwa sana, labda ndio utatoka, lakini hivi utapata unachostahili kupata. Ni sifa gani ambazo mnazingatia kwa boxing ambayo inajiunga kwa mara ya kwanza katika uwanja wa Kivita Boxing Club? Ana vitu vingi tunaangalia, lazima tumuoje kwanza kati ya ugonjwa gani mkubwa, zeni asitumie miadarati. Unajua bondia akishakuwa anatumia madawa kulevya, mabange, masigara, manini, huwezi kufika naye mbali, kwa sababu future yetu sisi kufika mbali. Sio tufanye kwa sababu tune mtaani, kwa sababu mimi natuna mimi kwa sababu bondia, hapana. Sisi tupo uwanja wa Kivita kwa ajili ya malengo ya kazi, na ni mfano unaonekana, kwa sababu leo kuna watu ambao wako gym tayari wanaishi kwao, wana familia zao kupitia kile walichofanya uwanja wa Kivita na walichofanya wao wenyewe, kwa sababu tayari leo ukizungumzia Tanzania lazima utaizungumzia uwanja wa Kivita. Namba moja ya Tanzania iko uwanja wa Kivita. Yaani ukiangalia kwa wanaume, kwa wanawake. Kwa hiyo vipo vingi tunavyowafundisha. Chochote unachofanya kwanza nidhamu. Ukiwa na nidhamu ujue kila mtu atakupenda, kila mtu atakurespect kwenda huku na huku. Kwa hiyo hicho kikubwa tunachokiangalia ni hicho, lazima uwe na sifa kwanza ya nidhamu ili tuende na wewe kwenye safari ya kutafuta maisha. Utaratibu wa kujiunga na uwanja wa Kivita Boxing Club uko vipi? Mtu anakuja tu ama kuna taratibu ambazo inabidi zifuate? Taratibu kuja uwanja wa Kivita kuna fomu. Utapewa fomu, utasoma. Ukielewa tutaanza kujaza pale, utatoa kiingilio, utajiunga na uwanja wa Kivita. Uwanja wa Kivita ni taasisi, unajua. Sio ile unakuja tu, bwana mimi nataka kufanya mazoezi, unataka kufanya mazoezi ya vipi? Wewe ni nani? Hicho unachotaka kufanya unakitambua? Lengo lako ni nini? Kwa sababu unaweza kufundisha majambazi, maana mtu anasema tu mimi nataka kufanya, mtu anafanya tu anaondoka umuoji, una vile vielelezo vya kusababisha yeye umbane. Kwa mwisho siku tutengenezi mabondia bora. Tunatengeneza bora mabondia. Kwa hiyo sasa uwanja wa Kivita sasa tuna sifa hiyo. Umekuja bwana, fomu hii hapa, unaiangalia fomu, unaisoma, zeni unakuja na mzazi wako. Kwanza unakuja na barua za serikali ya mitaa kutambua unakoishi wewe ni mtu wa aina gani, ni mtu wa amani, nini na nini hivyo, sio mkorofi, wapigipigi watu, sio mwizi. Kwa hiyo ukija tunakuambia tena uje na mzazi wako, kwa sababu baada ya hapo kuna mkataba tutakugea uwanja wa Kivita. Wa wewe na gym. Sio wa management, wewe na gym. Ili ujue kabisa yule anaokufundisha ana sheria zake na ana taratibu zake za kuzifuata, kwa sababu leo boxing inawezekana unakuja mtoto baba mama nani hawajui au hawamsupport kwa lolote, lakini zeni akianza kutoka wao na kwa kipaumbele au familia nyingine au watu wengine wa pembeni wanaanza kumshika. Kwa tayari lazima atambue kabisa ni sehemu fulani nalelewa katika mazingira fulani na napambaniwa katika mazingira fulani. Kwa hiyo vitu vingi tunaviangalia kuendelea safari, kwa sababu kama nilivyokuambia hatufanye kwa sababu ya refresh mind, tupo kwa sababu ya kazi. Kocha Kwame, kwa faida ya mtazamaji, uwanja wa Kivita Boxing Club imesajiliwa na inafahamika kabisa na shirikisho la ngumi Tanzania? Yaani sema tu kwa sababu umenishtukiza leo, ningekuonesha katiba kabisa moja kwa moja ambayo imesajiliwa na BMT. Hatupo kiuni, tupo kisheria, na naona katika majimu ukisema jimu ya kwanza kusajiliwa ni uwanja wa Kivita, kwa sababu lazima tufuate taratibu kulingana
na sheria za nchi zinavyosema. Huwezi kuweka mkusanyiko wa watu kama huyo huko sawa. Na hata hili tunaliongelea vile vile kwa serikali na watu ambao wapo kwenye hichi kitengo wanaongoza boxing profession Tanzania, wapitie kwenye majimu, wajiridhishe na kweli wamesajiliwa watu. Sio kila mtu bwana mimi najimu vurugu nyingi mjini wakati majimu hayatambuliki kisheria. Hembu wafanye hivyo kwanza. Unajua wimbi kubwa sana Tanzania, tunaishi sana kifamilia bila kutengeneza misingi. Mpaka tuharibikiwe ndio watu wanaanza kutoa makucha yao. Kwa hiyo hata mimi nashauri vyombo husika, hembu sasa hivi wapite kwa kila jimu waone imesajiliwa kwa kiasi gani, ina uhalali wa kiasi gani, ili tufanye vitu kwa amani. Kama kusapotiwa na serikali tusapotiwe, kwa sababu unajua kabisa tukiwa hivyo wengi tuliofanya hivyo ni rahisi serikali kuona kumbe hawa wengi wao wanaingiza mapato serikalini. Kwa hiyo hata wao wana uwezo kusupport ili jambo liende. Uwanja wa Vita Boxing Club imetoa mabondia gani mastaa mpaka hivi sasa? Yaani Tanzania nahisi mabondia ambao sio mastaa sio pita hapa sijajua nani. Wengi sana. Lakini mpaka sasa hivi tayari ukisimama kwa wanamume wanakuta kina Fadhili Majia, kina Jonas Segu, kina Manchuga, kina Deo Samuel, kina nani hao unaona wote, akina Idi Kayumba, kina nani kwa upande wa wanawake, kuna kina Zulfa Macho, akina Stumai Muki, akina Leila Macho, akina Naslam Sami, akina Dolkasi, mabondia wengi ambao wamepita hapa na wanaendelea kupita, na wengine wapo, wengine bado wanafanya na maisha yao mengine huko nje na magari. Lakini Uwanja wa Kivita ni timu kubwa ambao imetoa machampions wengi sana. Leo kiwazungumzia kina Kidunda unajua kabisa lazima waingie Uwanja wa Kivita wafanye maajabu ndio wakafanya mabalaa zaidi. Sawa. Kwa mabondia ambao wamepita hapa ni wangapi ambao wameshiriki mashindano ya kimataifa na vipi matokeo yao kaenda kushiriki mapambano ya kimataifa? Kwa mapambano ya kimataifa kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu, wengi wamefanya sana vizuri. Wengi kwa sababu kama wanaomba na Fadhili washafanya mabalaa sana ndani ya Uingereza. Kwa na Fadhili kashinda Indonesia, kashinda South Africa na ubingwa, kashinda Kenya, kashinda Uingereza. Umeona hawa kina Zulfa Macho kwa upande wa amateur wanafanya vizuri sana, wanaenda wanawapiga watu, tunarudi hapa. Yaani ikichaguliwa timu ya taifa ngumi mimi siwezi kukosa hata mmoja au wawili mpaka sasa hivi wanaenda kushiriki. Kwa hiyo naamini na najivunia kwa bado na misingi hiyo ya watu bado tunatangaza taifa kwa ukubwa sana, na nafurahi kwa sababu bado wanaendelea kutoa underground wengine ambao tunaenda nao. Wao wakizeeka wengine wanakuja, jambo linakwenda. Vipi mwitikio wa dada kwenye mchezo wa boxing kupitia Uwanja wa Vita? Wanajitokeza ama ndo wanasuasua? Wanajitokeza kwa asilimia kubwa sana. Sema naangusha na mapromota wote wa Tanzania jiswali. Hawafanyii fair maboxer wa Tanzania wote wa Tanzania mzima, sizungumziwa Uwanja wa Vita. Unajua leo akina Kalesa huko Ulaya yuko na jopo la wanaume ambao wao wanakula kupitia yeye. Yuko sehemu ya kazi yake. Tanzania mapromota wengi wanaona wanawake ni sehemu ya nyongeza, sio sehemu ya kuona wao wapambanie, wawe sehemu ya kazi kweli na wao, kwa sababu wana ndoto zao. Wengi wao wako nyumbani, lakini mpaka mtu anajitoa kuja kwenye boxing kuonea ataka kupita njia hiyo ili jambo lake liende. Na washauri mapromota, wadau, taasisi za serikali sio kwa serikali, hembu wajaribu kuangalia mabondia wa kike. Waengo zote, sizungumzii Uwanja wa Kivita, engo zote. Hembu wapambanie hao mapromota wakija wasione kama nyama nyongeza, hao waone wao nao wapo kazini na wanastahili kufanya kazi ili wapate chao ili maisha yao yaende. Siri ni nini mabondia wengi wanaotoka Uwanja wa Kivita kufanya vizuri? Ni mazoezi. Unajua ukija hapa mimi mwenyewe mkali na kapteni wangu Idi Mohamed yule kule aka Idi Baba ni tayari ataki masiala, na nimemwambia hiyo slogan yetu sisi Uwanja wa Kivita, jua letu mvua yetu, tufanye kazi kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo siri kubwa ni mazoezi mazuri makali yanotusababisha sisi tufanye vizuri. Hongereni kwa kufanya vizuri kama ulivyozungumza, lakini tuambie kuhusiana na Uwanja wa Kivita Boxing Club. Ipi mikakati yenu, ipi mipango yenu? Vijana wanajifua hivi sasa. Mikakati yetu ni mikubwa sana kwa sababu ukiachana kusajiliwa Uwanja wa Kivita, nimesajili hadi kampuni Kwame Sports Promotion ambao wenyewe peke yake kuna baadhi ya mapambano yanafanyika kama unavyoona mabango mengine vile vile ya kampuni yangu hivyo. Kwa tukiunga wenyewe kwa uchache tunafanya. Sema bado sababu bado hatujasapotiwa. Unajua tukisapotiwa jambo mambo ya boxing usitegemee Get Collection. Unategemea waje kampuni zikusupport ili jambo liende. Lakini bado mwamko wa Tanzania huo bado haupo kwa sababu boxing mara nyingi imeonekana ilijikita sana kuonekana ya kiuni nini na vitu kama hivyo. Lakini sasa hivi kuna mabadiliko kama hivi, Azam wapo wanaonyesha kitu kizuri ambacho kinaonekana. Obviously tunaomba tusapotiwe kwenye hili. Kwa hiyo mikakati ya Uwanja wa Kivita iko mizuri, au unaona wote
wako katika mpangilio sahihi sana wa kutoka kufika pale wanapotaka kufika. Ni kwa namna gani serikali inatoa support kwenye uwanja wa Kivita Boxing Club? Bado. Yaani bado vile hatujaona nguvu za aina hiyo, kwa sababu unajua support ya uwanja wa Kivita kama unavyoona tuko mtaani. Kuna hivyo unavyoona mwenyewe mazingira umeyaona, jinsi tunavyosema unafanya mazoezi. Hatujajaji hayo. Sisi tunataka tu labda serikali itoe makucha yake iseme bwana nyie mfano kama labda majani ya chai, sijui Pepsi, sijui Coca-Cola, sijui nani, hebu wasupportini hao wakuzaji wadogo chini ili nao wakue, kwa sababu hawa ndio wanataka kusababisha sisi tukue. Bila wao sasa tuzisogea kwa kweli. Lakini wao kama wapo leo mtoto wa kike atamwambia bwana mazoezini usiende, kuna moja mbili tatu, lakini akishaona kuna kitu ambacho kipo pale ni rahisi kumshawishi. Wengi wanatamani lakini mazingira yanawabana. Kwa hiyo cha kuomba sisi ni support za aina hiyo, serikali itoe macho kwenye makampuni makubwa madogo, hebu yaangalie huku chini kwa sisi wakuzaji ili tupambanie watu wasikae vijiweni. Unajua inasaidia sana. Leo umekuja hapa ili inawezekana vijana hao wafanye mazoezi, inawezekana ungekuwa kijiweni, lakini tayari tumeokoa, tunaona taifa lisipotee kama hivyo. Kwa hiyo tunaomba sana serikali itoe macho kwenye hilo. Uwanja wa Kivita Boxing Club unajivunia nini kwenye mchezo wa ngumi Tanzania? Vingi sana. Kwanza kama Kwame kujulikana, kufika sehemu ndio okay Kwame kaingia, hilo nayo najivunia. Kujivunia machampioni wakubwa Tanzania akina Fadhili Majia na wanamiliki WBC. Unajua tayari top 10 Fadhili alikuwa na nyota 4.5, nusu imepungua sasa na nyota 4, ni namba 1 Tanzania. Tayari najivunia kama unakwambia kina Zufa Macho, akina Leila, akina Sumaimuki, hao lokona kina Mlema, na wadogo wengi ambao nao sasa. Kwa vile bado nafurahi, naona okay hichi ninachokifanya matunda yake haya. Je, tayari ushavuna matunda kupitia uwanja wa Kivita Boxing Club? Wanasema asoshukuru kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Mimi nashukuru kwa kile ambacho mimi nakipata na naendelea kukipata, kwa sababu heshima tu peke yake ni matunda tosha kuonekana wewe unakifanya nini kwenye taifa hili, na una nani ngapi unawatoa ngapi kwenye majanga fulani kuwapeleka kwenye uhalisia. Kwa hiyo mimi hicho kenye peke yake najivunia sana, naona matunda tosha kwa upande wangu. Kuna pambano lolote ambalo linakuja mbele watu wanabidi wafahamu? Mapambano yanakuja mengi tu, lakini nahisi tumeanza kupigiwa simu za kusema tunamtaka bondia fulani, lakini bado hajawa official sana. Ila naamini wazi huu mwaka uishi tunaweza kupiga mapambano mawili matatu kuelekea kubadilika mwaka kwenda mwaka mwingine. Watu wa Morogoro wanajivunia sana kwamba wao wana mabondia wazuri hapa Tanzania tangu mchezo wa ngumi umeanzishwa. Unasadifu katika hili? Kwa nafasi yao, kwa sababu kitu kizuri hakitakiwi tukiongelee kionekane. Yaani iko hivyo. Mimi nikisemea uwanja wa Kivita kwa kocha Kwame, mtu atasema kabisa mabondia yake yake na Fadhili Majia. Wakizungumzia wao tayari namba 1 Tanzania kwenye kila kilo. Yaani katika mabondia wote namba 1. Sio umeelewa? Kwa hiyo tayari ubora unaonekana hivyo. Kwa nafasi yao kwa Tanzania mimi nasema hiyo Kwame kaishika top 10, lakini kwa Morogoro inawezekana Morogoro kweli wao wameishika, lakini sio kwa Tanzania wameishika Morogoro kwa na mabondia wao. Lazima kila mtu ajivunie chake. Unajua asokubali kwao mtumwa. Kwa hiyo Morogoro mimi nawakubali kwa sababu wamekubali kwao. Kwa sababu kwetu bwana si wakali. Leo ukifika Mbeya tunakwambia si wewe leo kwenye si wakali. Dar es Salaam tutasema na si wewe si na vile wakali. Kwa hiyo tunakubali kwetu. Kwa hiyo tunashukuru na nafurahia kwao, wanajiamini kuona kwao safi na wanajiamini kweli mabondia wazuri wanatoka kwao. Vijana ambao wako mtaani wanatamani kujiunga na uwanja wa Kivita Boxing Club, inabidi wajiunge. Unawashauri nini? Unawaambia nini pia? Wasiogope waje. Ngumi sasa hivi hatuko pabaya, tumetolewa mbali sana. Leo nawashukuru sana akina Habibu Kinyogoli kutufikisha hapa tulipo, kwa sababu bila wao wangekata tamaa wao tusingefika popote, hata kama asingejulikana. Kwa sababu hata mimi mwenyewe najivunia, ukiniambia modo wako nani nitakwambia katika ufundishaji nampenda sana Master Habibu Kinyogoli. Yaani namrespect 100% kwa sababu najua baba yangu anachokifanya na kielewa, na mimi mwenyewe nimejifunza kutoka kwake. Kwa hiyo watoto wasiogope, waje watufesi sisi, tutatoa masharti yetu. Sio magumu, ni yale ya nidhamu tu bwana. Usivae katakei, vaa hivi, usifanye hicho, ufanya hichi, ili cha kukujenga wewe hata ukionekana kwa watu uonekane mtu mwenye heshima. Hata kama kusapotiwa kirahisi, sio vile mpaka mtu ajifikirie
chuma chenye yule labda sisi tunatengeneza kwanza misingi sahihi ili uonekane kwa watu nao upate maisha yako kupitia boxing. Kwa faida mtazamaji, kila mwalimu anasema anakuwa amecheza soka, cheza ngumi. Wewe umeshacheza ngumi na umeshinda mapambano mangapi na unashiriki ngumi kuanzia mwaka gani? Mimi kusema kwa kushiriki kwa maulingoni nitaongopa. Mimi napenda sana kusema ukweli, lakini ni miongoni mwa watu ambao tumecheza sana majimu ya mtaani kwa kipindi hicho. Unajua kipindi sisi tunacheza boxing haikuwa kama sasa. Kwanza ilikuwa choice tu kwa sababu tunacheza. Na nyingi ilikuwa sababu ya kupata ajira nini na vitu kama hivyo. Kwa kiwango nilichocheza ni kiwango kikubwa sana kwa sababu nilikaa katika kucheza na katika kutengeneza hichi ninachokifanya kitu gani. Unajua miongoni mwa walimu niliokutana nao walinipa vitu vingi sana. Unabaki chochote unachokifanya kiingize kwenye ubongo kwanza ili ujue hicho unachofanya ni nini. Kwa hiyo sikupata sifa kubwa kusema nimecheza kwenye maulingo makubwa hivyo, hapana. Ila kucheza boxing nimecheza boxing. Na nimepata faida katika boxing kwa sababu nimeelewa nilichokuwa nakicheza na mpaka sasa hivi nakifundisha. Kwa hiyo sitaki kuwaongozea Tanzania kusema eti nina nyota 10, sio kweli. Lakini kwa kipindi hicho nilichocheza mimi nimecheza kwa kiwango kikubwa sana. Leo inawezekana hata nilocheza nao watasema kweli Kwame akakumbuka kitu ambacho kipo. Tena liko kwenye upendo mkubwa tofauti na sasa. Zamani mnatoka majimu hili kwenda jimu hili kwenda hili. Kwa hiyo tunakutana na machampioni wengi kwa sababu amateur ilikuwa kubwa kuliko professional. Kwa nini amateur? Unajua amateur ilikuwa inachezeka sana kwa sababu tunajua baada hapo zeni unaweza kuajiriwa ujue polisi, magereza, JWTZ na kampuni zingine. Professional kwa ukimaliza inawezekana mtu anakupa 200. Sasa unaona sasa bora wewe ucheze tu kule, kama utatokea kwenye mambo ya ajira sawa, haijatokea ndio hivyo tu, si haijatokea tuko kwenye maisha mengine. Leo amesimama Kwame, anaonekana anafanya vitu vikubwa, mambo yanakwenda. Je, ni sawa wanajeshi kushiriki mapambano ya ngumi hizo, mapambano ya boxing? Sawa. Yaani sio Tanzania tu, hata mipaka ya nje ya Tanzania. Yaani leo tunaweza kuona mabondia wakisharitaya amateur lazima waje professional kwa sababu zeni tunachotafuta sisi ni pesa. Ukija professional ni ngumi za kulipwa. Inawezekana kweli jeshini analipwa, anaweza kuja huku kacheza dola, kwa mfano na rekodi yake mzuri kacheza dola 10,000, milioni 20 na kitu au milioni 30, inamsupport naye kwenye maisha yake vile vile, kwa sababu yote tunaofanya baada ya ngumi kuna maisha mengine na familia nini, watoto inabidi waende na magani. Kwa hiyo ukija professional kwenye biashara ni lazima kwanza utengeneze soko la kupata hela ili mambo yaende. Kwa hiyo wanajeshi kuja huku ni jambo sahihi, na mimi wenyewe vile vile tunafurahi kama raia waje tupambane nao ili jambo liende. Tumefika hapa tukakuta wanafanya mazoezi huko wanacheza muziki. Mazoezi na muziki vinaingana vipi katika boxing? Yaani kwanza kama boxing muziki unahitajika sana kwa sababu boxing haitakiwi ufanye huku unawaza mazoezi ambayo unayafanya. Sometimes refresh mind ili jambo liende kwa sababu mwili nao unataka kitu hicho. Muziki ni jambo kubwa sana. Kwanza kama hujaona aibu kucheza muziki, inawezekana unaweza kufanya barata nchi yoyote hata kama watu hamna. Miko changu moja aliniambia kitu kimoja. Anaitwa Charles Mwilu au Spenksi kwa Tanga. Aliniambia Kwame, kuna siku tutatoa mabondia tutakimbia road work. Tukifika njiani kama kuna rushalo tuwatoe wacheze. Tuambie msikimbie ngeni hapa mcheze. Nikamuuliza babu hili na maana gani? Akaambia leo huyu bondia anaweza kwa Italiano. Ana ndugu yake hata mmoja ili apate wale kwa sababu wale mashabiki ni lazima wamzomee huyu kwa sababu wao hawamjui. Kama aibu bado anayo kichwani kwake, hawezi kufanya jambo lolote. Anaweza kuna bora akipigwa ngumi akae chini asiendelee kwa sababu ya kelele za watu. Ila kama ana mshika ule wa aibu, ana uwezo wa kufanya zuri lolote popote sehemu yoyote na akafanya vizuri kwa sababu tayari umemtengeneza hicho kitu toka mapema. Kwa hiyo muziki jimu au katazi ni sehemu nzuri, wana refresh mind huko, wanafanya kazi ngumu sana ambao wanafanya. Kwa kumalizia, matairi tumekuta yako mengi sana hapa. Haya yanasaidia nini? Ni fitness tu ya mwili kwa sababu yenyewe peke yake kuna kuyabeba, kuna kuyaruka. Unajua wengi wanapunguza uzito. Unajua wengi hawajui, wanahisi kukimbia sana ndio kupunguza kilo. Ila hakuna mazoezi mazuri kama ya kuruka. Leo kimwekea mtu, kimpangia mtu matairi hata kama uko na kitambo kiasi gani, kama unajimudu fanya hichi kidogo utajikuta. Ila tatizo la Tanzania tunakata tamaa mapema. Mtu anaweza kuondoka mimi bwana mwili usipungui, hapana, nenda kwa dumu kwanza gym.
na mimi kidumu, kila kitu kitakuwa sawa. Usitegemee leo upungue, sio kweli. Ndio hicho. Kwa hiyo Mapila ana kazi kubwa sana ya kutengeneza utimamu wa mwili wa bondia. Uwanja wa Kivita Boxing Club kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29. Mnatumia njia zipi au mnahamasisha vipi mabondia pamoja na vijana wengine kwenda kushiriki uchaguzi? Hilo kubwa sana kwa sababu hapa wengi wao wamejiandikisha. Na katika vitu ambavyo mimi nimepigia kelele vya kwanza hicho, kwamba bwana, ili uwe binadamu bora ni lazima ujitambue. Katika lengo kujitambua na vitu hivyo vyote ambavyo viko navyo, kwa sababu leo wewe kama umejiandikisha una uwezo wa kupiga kula na ukamchagua kiongozi ambao unamhitaji. Linakujengea wewe kichwa chako kuona okay, mimi nimefanya chaguo sahihi katika kuelekea katika uongozi wangu. Kwa hiyo kwenye hilo halina shida, watoto wangu wote wamejiandikisha na vitambulisho vya kupigia kula wote tunavyo. Kwa hiyo tuko fiti, tunasubiri tupige kula, maisha yaendelee. Kocha Kwame kutoka uwanja wa Kivita hapa Mburahati jijini Dar es Salaam, wanakutazama sasa hivi, wanatamani kusikia neno moja lolote ambalo unawaambia kuhusiana na mchezo wa boxing. Nasemaje? Msiogope, njoni mcheze. Kwame hakuwa Kwame, lakini leo anajulikana Kwame. Kwa hiyo hata nyinyi mnaweza, hakuna asioweza. Zamani siko nawasikia kama hivyo unaosema akina Master, akina Bibu Kinyogoli, lakini leo akina Kwame tupo. Kwa hiyo wasiogope, waje, wazazi washauri watoto wao, wawape support, waje kufanya mchezo wa boxing kwa sababu ni kazi kama kazi zingine. Nitambulishe majina yako afu tuambie kuhusiana na uwanja wa Kivita Boxing Club, umejiunga nayo lini? Kwa majina naitwa Leila Macho Yusuf, mtoto wa mchezaji mpira wa zamani wa Simba na Yanga. Natokea uwanja wa Kivita. Uwanja wa Kivita yani naweza nikaizungumzia kwamba ni timu fulani ya Kivita kama jina lake, kwa sababu hapa wanasema hatutoki kuongea mpete. Ukija uwanja wa Kivita huo umejiandaa akili, yani akili yako iwe timamu, uwe physical fit, uwe na kila kitu ili kuja kujiunga na uwanja wa Kivita. Tangu umejiunga na uwanja wa Kivita umenufaika vitu gani mpaka hivi sasa? Of course nimenufaika vitu vingi sana, kwa sababu tangu nimefika hapa na ndo gym, yani tuseme ni gym yangu ya kwanza kucheza ngumi za kulipwa, kwa sababu hapo awali nilikuwa nacheza amateur kupitia kambi ya JKT Mgulani. Kwa sasa hivi niko hapa tangu 2022, nimefaidika na vingi kwa kweli, kwa sababu leo watu wananijua Leila Macho ni nani kupitia kocha Kwame, lakini pia nimeweza kukuza jina langu kwa kiasi kikubwa, lakini pia nimebahatika kupata mwalimu mzuri ambaye anatujenga kwa misingi mizuri ya boxing. Kwa hiyo ni faida nyingi ambazo nazipata ambazo nyingine haziwezi kuelezeka kwa maelezo. Umecheza mapambano mangapi? Umeshinda mangapi? Nimecheza mapambano 4 na nimeshinda yote. Umeshinda yote. Siri ni nini ya kushinda mapambano yote? Mazoezi na usikivu kutoka kwa mwalimu. Anakuelekeza mwalimu unakichukua zaidi. Naam, anakuelekeza mwalimu inabidi ukishike, ukielewe vizuri, ili mradi unapoenda ulingoni unakuwa unakumbuka kwamba kocha aliniambia nikikutana na mchezaji wa design hii nifanye hichi, nikikutana na changamoto hii nifanye hivi. Yaani ni usikivu na nidhamu ya mazoezi. Katika mapambano 4 ushacheza pambano lolote la kimataifa na ukawaje matokeo? Of course nimecheza pambano moja la kimataifa na Agnes Mtimaukanena kutoka Malawi na nikashinda. Ilikuwa knockout ya mama season 4. Mgeni rasmi na kutoka alikuwa ni waziri mkuu. Kupitia mchezo wa boxing mpaka hivi sasa umefaidika na nini? Cha kwanza nimefaidika vingi sana. Ukiacha mbali na kukuza jina langu, lakini pia nimeweza kupata experience ya uchambuzi wa ngumi. Nilikuwa sijui kama ninacho kipaji, lakini pia kupitia boxing nimeweza kupata uzoefu katika sekta hiyo, lakini pia imenipa kiasi fulani kujuana na watu kwamba bwana wanafanya hivyo, wanafanya hivyo, wanafanya hivyo. Lakini pia kuna njia mbalimbali za boxing ambazo mimi nilikuwa sizifahamu, nimezifahamu kupitia industry ya boxing. Sawa, cha kuambia wadada wengine ambao ni woga kujiunga na mchezo huu? Kwanza kabisa ni watoe uoga. Boxing ni mchezo, ila mchezo huu ni tofauti na michezo mingine. Inahitaji ujasiri kwa sababu unapigwa. Kiukweli unapigwa. Ila ni mchezo, ukiamua kucheza ni mchezo kama michezo mingine, kama ilivyo kwenye netball, ilivyo kwenye mpira, kwenye volleyball, si vipi. Pote mazoezi yanauma.
ila tu ni uvumilivu na ujasiri wako. Kwa hiyo mdada yoyote ambaye uko nyumbani unaniangalia sasa hivi, ni kwamba boxing ni mchezo kama mchezo mwingine. Kama unatamani kujiunga, njoo ujiunge, usisite. Inawezekana isiwe uwanja wa kivita, ikawa jimu nyingine yoyote. Kajaribu, huenda ukaweza. Nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Kuelekea uchaguzi mkuu, wito wangu ni kwamba Watanzania, hii hali imekuwa imejirudia miaka kadhaa, ni miaka mingi tunafanya uchaguzi, lakini pia ni haki ya kila Mtanzania kupiga kura. Kitu ambacho naweza nikakisema mimi kama mwanafamilia wa Tanzania ni kwamba tusisikilize maneno ya kuambiwa. Chukua kitambulisho chako, nenda kapige kura kwa amani. Usifate mkumbo kufanya vurugu, kwa sababu una watoto, una familia, unaenda kazini. Utakapoanzisha fujo, hakuna mtoto ataenda shule. Utakapoanzisha fujo, hutoenda kazini. Hakuna kikongwe atakayekaa kwa amani. Hata yule chizi atapata kwa aishi kwa amani. Kwa hiyo ni vyema tukakaa chini tukafikiria. Ni swala la uchaguzi, kuchagua kiongozi unayemtaka wewe. Lakini pia kwa upande wangu mimi nasema mama mitano tena. Kwa sababu kwa kiasi fulani tumeona kwenye michezo anavyotunufaisha. Mwenyewe naitwa Salimu Hussein Shela, yeye anaweza kunipenda ukaniita Monster. Kuhusu uwanja wa kivita kwa mimi imenifaisha sana. Kwanza nimekuja hapa sije ngumi, imenifundisha ngumi mpaka sasa najua ngumi. Nashacheza hapa na kibao nishapiga sana tu. Pia kingine napenda kusema uwanja wa kivita ni sehemu nzuri yani kwa kujifunza ngumi. Kwa hiyo nilikuwa napenda vijana wenzangu, na kuna vijana wapo wengi sana mitaani mikatu sasa hivi hawana hicho kufanya. Sababu ngumi sasa hivi kuzungumzia ngumi sasa hivi ni kazi kama kazi nyingine. Tunatupatia sisi ajira. Kwa hiyo nilichokuwa nachopenda kuambia vijana wenzangu wasache kuja kutakita, kuja support, kuja kucheza mchezo wa ngumi. Umecheza mapambano mangapi na umeshinda mangapi? Kuhusu mapambano niliocheza, mapambano mengi. Sema yaloingia box rank mapambano kama 4, lakini nimecheza mapambano karibia 6. Na yote nimecheza nimefanya vizuri. Umeshinda mangapi, umepoteza mangapi? Hamna mapambano nilipoteza yani. Kwanza kivita tuna faida kupoteza mapambano. Ni kazi kazi. Nini kumbukumbu mbaya kwenye mchezo wa boxing kwako siku moja? Nini kilikutokea katika mapambano 6 ambayo ulicheza? Mapambano 6 nachezea kumbukumbu mbaya nitokea mimi kucheza mapambano 6 katika hayo. Kuna mapambano moja tu hivi ndo ilikuwa yani naingia kwenye ringi pale. Yani sikuwa yani kwenye ringi tu nikauma yani sijui kufanya nini. Lakini ni kawaida tu katika mchezo wa ngumi ninaona. Lakini ndio hiyo kumbukumbu mbaya. Siku niliingia nicheza mpaka namaliza miguu kupo haipo vizuri, ilikuwa niuma kama. Wito kwa vijana ambao kwa mtaani ambao hawana michezo za kufanya, nafasi ipo wanashindwa kuitumia. Mimi nachopenda kuambia vijana wenzangu nafasi ipo. Ngumi sasa hivi ni kazi. Ngumi ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo nachopenda kuambia watu wajifanya kazi. Ngumi ni mchezo mzuri tu sasa hivi. Watu wanaendesha maisha yao kutumia ngumi. Kuna watu kibao tu kutumia ngumi sasa hivi. Mtu anaendesha maisha yake. Kwa hiyo vijana wenzangu nachopenda kuambia waje siogope. Ngumi ni mchezo kama mchezo mwingine. Kama unaona mpira, sijui kiboli, sijui nini, ni mchezo kama mchezo mwingine. Kikubwa tu ni nidhamu, kujituma. Ni kama hivyo. Oktoba 29 tiki ya kwanza tunakwenda kutiki. Kwa upande wako upo tayari na unawaambia nini vijana wenzao kwenda kutiki? Waenda katika kapige kura na kuchagua. Waenda kapige kura kiongozi wao kumpenda. Mimi kama mimi moyoni na kiongozi wangu nampenda. Kwa hiyo mimi kesho kutwa Oktoba ngapi hiyo nitaenda 29 nitaenda nikatiki. Nitakuwa chague mwongozi bora, najua anaweza kusolve changamoto zetu sisi wananchi.